Kuna taarifa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikiibua maswali mengi kwa wadau mbalimbali wakiuliza je, Marekani ikiamua kuingilia kati sakata hili itakuwaje? Kuna taarifa ya askari mwenye cheo cha sergeant wa jeshi la Marekani hukamatwa nchini Tanzania. Alikuwa akitokea Kenya kuingia nchini akiwa na mabomu ambapo kwa mujibu wa sheria za Tanzania hairuhusiwi mtu yeyote kuingia na mabomu nchini humu. Taarifa inasomeka kama ifuatavyo. Imeandikwa kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi Mkoa wa Polisi Tarime Rorya leo Novemba 16 majira ya saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirari limemkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant akiwa na mabomu manne aina ya CS M28 ya kurushwa kwa mkono akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye namba za usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Rorya. Hii ni taarifa ya jeshi la polisi Tarime likiwa imemshikilia mwanajeshi wa jeshi la Marekani ambapo alitaka kuingia na mabomu nchini Tanzania, lakini likamzuia mpakani huko Tarime Rorya, lakini haijajulikana mpaka sasa hivi huyo mwanajeshi alikuwa na sababu gani za kuingia na hayo mabomu. Aidha alikuwa na jambo lake au alichukulia ni kawaida kutokana na pengine huko kwao nchini Marekani wanaruhusiwa, lakini yote kwa yote tunaendelea kusikilizia hii taarifa kama ni ukweli, kama ilikuwa na malengo gani mwanajeshi huyo kuingia na mabomu nchini Tanzania. Naam, nikukumbushe wanafamilia wa MCD Sports Zone, kama ni mara yako ya kwanza kuitembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania.